Kwa takribani miaka miwili sasa, wakazi wa kata Nanguruwe wilaya Mtwara wanalazimika kutumia maji ya madimbwi baada ya pampu iliyokuwa ikitumika kusambaza maji vijijini hapo kuharibika. Wananchi hao wamesema kutokana na adha hiyo wanalazimika kutembea umbali zaidi ya kilomita 2 kutoka vijijini mwao kwenda kutafuta maji. Kero yetu kubwa ni maji. Walikuja kutufukulia kisima hapa cha maji, lakini kwa bahati mbaya ikawa ile pampu imekatikia mwe kwenye kisima. Wakati wetu tutakuja kutengeneza. Kwa hiyo hadi leo hivi hakijatengenezwa. Kwa hiyo maji ambayo tunatumia sasa hivi ni haya ya mchanganyiko, binadamu sisi, ng'ombe humu, mbuzi wanakunywa humu. Kwa hiyo maji haya sasa kwa kunywa, maji ni machafu sana. Kwa hiyo kero letu, tunaomba serikali itusaidie kufungia pampu. Bomba zimesambazwa mitaani mote, kuna mabomba lakini hayatoki maji sababu kisima kimekufa. Kwa hiyo tunaomba mtusaidie serikali yetu. Kero letu hapa kijijini kiujumla maji yanatumika kwa muda huu kwa ajili ya masika. Katika masika kifika muda wa mwezi wa 6 au wa 7 maji yanakata, watu wanatembea usiku watafuta maji. Kijiji kikubwa lakini maji yanatumia sehemu moja. Mabomba yamekatika na miaka kama 3. Serikali haitufikirii. Kwa maji ya maji usiona hivi ni kwa sababu tu ya hizi mvua zilizojikata sasa hivi. Lakini baadaye haya maji waga hayapatikani. Unaweza ukaja saa 12 unarudi saa 4 za usiku. Kwa hivyo hata katika mazingira ya ndoa wanaume hawatuamini kwa sababu, lakini tatizo ni nini? Maji. Kwa hivyo tunaiomba serikali yetu na mheshimiwa atufikirie sisi wananchi wa kijiji cha Nanguruwe ili kuweza kutusaidia ili swala la maji. Mwenyekiti wa kijiji cha Nanguruwe Said Abdullahimani anasema mwaka jana serikali ilichimba kisima kipya, lakini mpaka sasa pampu ya kuvuta maji haijawekwa na hawajaelezwa sababu. Naomba serikali, kama wananchi walikunywa kwa siku moja, basi waendelee utaalamu ule waongeze ili wanywe kwa kila siku, isiwe siku moja. Sababu leo mwananchi wa kawaida anakunywa maji yale ambayo unayaona pale, wakati kisima hiki aliwahi kunywa siku moja. Sisi serikali ya kijiji inakuwa tuna tatizo nalo sana. Wanaweza kukaa afu wanajiuliza, hawa tuliowachagua kwani malalamiko yetu hawayaongelewi huko wanakokutana? Sasa unaweza kushindwa ili hii hali mwenyekiti wa kijiji hawezi kutatua tatizo hili, lakini mwananchi bado anakuangalia wewe. Sasa naomba serikali kama serikali ije imalizie hii hali, wananchi wa Nanguruwe wawe na usalama zaidi. Akizungumza na MCL Matukio, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Mtwara Omari Kapanga amefafanua baadhi ya mikakati ya serikali ya kukabiliana na tatizo hilo. Kutokana na mazingira kama hayo, sisi kama halmashauri kwanza tumechimba kisima kipya pale. Kwa mwezi wa 11 mwaka jana, halmashauri ilichukua azma ya kuchimba kisima kipya kutokana na mapato yake ya ndani ili kuweza kurejesha huduma pale. Kisima kile kwa ujumla wake kiligharimu jumla ya shilingi milioni 18 gharama za uchimbaji. Kwa hiyo kwa sasa hivi tuko katika mchakato wa kufanya installation ya pump. Lakini pump yenyewe peke yake nayo inagharimu milioni 24. Kwa hiyo utakuta ukichukua milioni 18 ambazo tayari tumeshazitumia ambazo zilikuwa haziko hata kwenye budget. Lakini kutokana na kuona kwamba namna gani maji ni muhimu, ilibidi tukansel miradi mingine kwa ajili ya kushughulikia swala la kisima cha Nanguruwe. Kwa muda si mrefu miundombinu ya pale kwa sababu ipo, ni swala tu la kufunga pampu na ule mfumo uanze kufanya kazi yake rasmi. Matatizo ya maji pia yanahatarisha huduma za upasuaji katika kituo cha afya cha Nanguruwe, na hivyo huenda huduma za upasuaji zikasitishwa baada ya maji ya mvua yanayotumika kwa sasa kuisha. Nikiripoti matukio kutoka Mtwara, ni Haika Kimaro.